الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نزangu Waislamu, Allah akitupa tawfik, tutazungumzia kuhusu maudhui ya dua, maudhui ambayo inafungamana dua. Kwanza kabisa maana dua, fadhila ya dua na matunda yake, na pia mambo ambayo yanapaswa yapatikane katika dua, na pia tutazungumzia kuhusu masharti ya dua na pingamizi zake ama vizuizi vyake, kama vile pia tutazungumzia kuhusu sehemu ambazo ni bora Muislamu kuomba dua na wakati bora kuliko wakati nyingine. Hizi ndio mada ambazo Allah katujalia katika mwezi huu tukufu wa Ramadhani tutazungumzia. Kwanza kabisa, ndugu zangu Waislamu, tunaanza kwa kueleza ya kuwa dua ziko aina mbili, ad-du'a naw'ani. Dua ziko aina mbili. Du'aul mas'ala, kuna dua ambayo inaitwa du'aul mas'ala, wa huwa talabu ma yanfa'u au talabu daf'i ma yadhurru. Du'aul mas'ala manake ni kuomba Allah akupe kile ambacho kina manufaa kwako katika maisha yako, au talabi daf'i ma yadhur, ama kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushie kile chenye madhara kwenye maisha yako. Mfano kama Muislamu kuomba msamaha Allah, kuomba rahma ya Allah, kuomba hidayah, uongofu Allah kuongoze, kuomba tawfik Allah kuwezeshe, kuomba Allah kujalia ufaulu, kuomba pepo, kuomba kuepuka na moto. Vyote hivi vinaingia katika duaul mas'ala. Lakini pia kuna kuomba sahaya, mambo ambayo yanafungamana na akhira na baada ya kufa. Lakini pia kuna kuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuponye, mfano kama ni mgonjwa, ama kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe riziki ya halali, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie ufanikiwe kama ni mwanafunzi katika mtihani, kama kuna maombi umpeleka ya kazi ujalie ukubaliwe. Yote hayo ni maombi ambayo yanaitwa duaul mas'ala. Aina ya kwanza hiyo. Aina ya pili ya dua inaitwa duaul ibada. Duaul ibada ni dua ambayo ni ibada. Wa huwa, na aina hii ya dua manake ayakuna al-insanu, ni mwanadamu awe abidan lillahi ta'ala, awe anamabudu Allah subhanahu wa ta'ala bi ayi naw'in min anwa'il ibada, kwa aina ile yoyote katika aina za ibada. Na hii dua iko aina mbili. Kuna kumwomba Allah, kumwabudu katika moyo, ama kuabudu Allah katika mwili. Kwa Muislamu, mfano anapokuwa anaswali, swala ni dua. Unapokuwa umeenda hija, hija ni dua. Unapotoa zaka, zaka ni dua, na sadaka pia. Saumu ni dua. Kwa hivyo ibada zote unazozijua, ukileta adhkar pia ni dua. Ni dua kivipi? Ni dua kwa sababu ya kuwa Muislamu anapokuwa amefanya jambo lolote ambalo ameamrishwa afanye katika ibada, hata kama hatamuomba Allah, lakini akilifanya, huwa maana yake ni kuwa anamuomba Allah thawabu za hiyo ibada, Allah amlipe. Kwa hata kama hukuomba, lakini namaanisha hivyo ya kuwa naabudu ili Allah anipe thawabu za ibada hii, huko pia ni kuomba thawabu. Na pia unaabudu ili Allah akulipe aliyoahidi mwenye kumwabudu, ikiwemo pepo, maisha mema ya akhera. Kwa tayari hapo unakuwa nini? Umemuomba licha kuwa haukutamka maombi yoyote isipokuwa tumemwabudu Allah. Na kisha tumesema kuwa hiyo ni aina ya dua ambayo ni duaul ibada, ambayo unafanya kwa matendo yako ama kwa mwili wako, kama kuswali,
kutoa zaka, kufunga, kuhiji, lakini kuna aina hiyo hiyo ya dua, lakini ni ibada ambayo unaifanya kwa moyo. Mfano kama kumpenda Allah, kuwa na matarajio kwa Allah, kumtegemea Allah, kuwa na hofu na Allah, zote hizo ni ibada. Kwa nini? Kwa sababu tumeambiwa tufanye hivyo. Hiyo katika aina za tauhid. Kwa ina maana kuwa Muislamu anapokuwa anafanya yote hayo anakuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumzia kuhusu dua huwa anakusudia maana zote hizi mbili. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa zote hizi zina mafungamano. Kivipi? Kwa kuwa yeyote mfano atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua tu ya jambo ambalo wataka Allah akupe katika maisha yako ya hapa duniani. Mfano mtu amefika wakati wa kuoa, anamuomba Allah amjalie apate mke mwema. Mtu umefika wakati wa kuwa sasa unataka kupata kazi, angalau Allah kujalie ushamaliza masomo yako upate kazi ya kufanya, upate riziki yako ya halali. Unamwomba Allah kujalie upate kazi, upate namna yote ya kutafuta riziki yako ya halali. Basi unapata kuwa hiyo mbali na kuwa unamuomba Allah, lakini pia katika kumuomba kwako Allah unamwabudu Allah, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada. Ani dua unapoomba Allah unachomuomba hapo pia unamwabudu Allah. Ndio Allah akasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema Mola wenyu niombeni nitawajibuni, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri wasiniombe, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia moto wa jahannam wakiwa ni wanyonge. Sasa ndugu zangu Waislamu, mfano huu wakati ambao tumefunga Ramadhan ni wakati muhimu sana wa Muislamu kuelewa swala hili la dua. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume anasema thalathatun la turaddu da'watuhum, watu aina tatu wakiomba dua zao Allah hazikatai, haziregeshwi, dua zao zinakubaliwa. Wa kwanza Mtume akamtaja ni al-imamu al-adilu, kiongozi mwadilifu. Kiongozi mwadilifu anapoomba dua Allah anamuitikia. Wa pili wasaimu, aliyefunga hata yuftira, muda wote akiwa na saumu mpaka atakapofuturu, akiomba Allah anamuitikia. Na watatu wa da'watul madhlumi, na dua ya atakaye dhulumiwa, dua ya yule aliyedhulumiwa. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni vizuri ndugu zangu Waislamu kuelewa ya kuwa jambo la dua ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa sana kwa Muislamu, na kuna wakati ambao sasa ndio yatakiwa Muislamu atumie fursa hiyo kufanya jambo hilo la kuomba dua. Dua maana yake nini? Katika lugha ya Kiarabu dua maana yake ni kuita, ani kuitana ama kuita. Ndio sababu hata kuna hadithi Mtume anasema haqul muslima ala muslim sit, haki ya Muislamu juu ya Muislamu ni sita. Kisha akasema ya kwanza idha da'aka fa ajibuhu. Kwa hivyo akatumia lafzi ya da'aka, ani Muislamu mwenzako akikuita na akakualika katika walima mfano ya harusi, basi itikia uende. Sasa hapa neno dua limetumika, lakini kwa maana ya kuita ama kualika mwenzako. Lakini katika sheria tunapozungumzia kuhusu dua ni maana yake nini? Istida'u al-'abdi rabbahu al-'inayata
wastimdaduhu iyahu almaunata. Maana dua katika sheria ya Kiislamu ni mja anapokuwa anamuomba Mola wake mlezi, al-inaya, ani jambo ambalo anataka Allah atilie umuhimu kwa jambo hilo kuwa yeye alipate ama aliepuke. Wastimdaduhu, na kutaka msaada kwa Allah ili aweze Allah kumsaidia. Kwa hapo na kuwa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alieleza dua akasema, ad-du'a huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i. Dua manake ni kuomba kile ambacho kinamnufaisha muombaji, wa talabu kashfi ma yadhurruhu, na hata kuomba aondoshewe kile ambacho kinamdhuru, au daf'uhu, ama kumwepushia kabla hajapata madhara hayo ya kuwa asipatwe na hayo madhara. Hiyo ndio maana ya dua. Sasa ndugu zangu Waislamu, unapoelewa hivyo, yatakiwa elewe ya kuwa dua ina fadhila nyingi na matunda yake ni makubwa sana kwa Muislamu. Faida ya kwanza na fadhila yake ni kuwa dua ni moja katika dalili za imani ya mtu, na pia dua ni moja katika kule kuwa mwenye kuomba anakubaliana na uwezo wa Mola wake, ya kuwa Allah ndiye muweza peke yake, na kwa hivyo yeye ndiye mwenye kuombwa kwa lolote ambalo ana haja asaidike na apate msaada. Kwa hivyo ikawa unajua kuwa Allah ndiye aliyekuumba na pia ndiye aliumba vyote vinavyopatikana hapa duniani, kwa yeye ndiye wa kuombwa. Na kisha Allah ndiye aliyelazimisha kumwabudu, na kwa vile moja katika ibada ni dua, wasi umwabudu kwa kumwomba dua. Na kisha watumia majina yake Allah subhanahu wa ta'ala mazuri ambayo ametufundisha kwa ndio majina yake, kwa kuyatumia kumuomba dua. Mfano, unataka maghfira unasema ya Ghaffar, unataka rahma unasema ya Rahman, unataka riziki unasema ya Razaq, unataka tauba unasema ya Tawwab. Kwa unatumia majina ya Allah mazuri. Lakini pia dua, faida ya pili ya dua, fadhila yake ni kuwa unapomuomba Allah unakuwa umeitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na umetekeleza, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa al-hayy, yeye Allah ndiye aliye hai milele na milele, hafi, la ilaha illa hu, hamna apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kisha Allah akasema fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din, kumuombeni yeye katika ile hali ya kumtakasia dua. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote za mstahiki yeye Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo kwa vile Allah alisema fad'uuhu, muombeni yeye, hapa ina maana unapomuomba unakuwa umeitikia amri hii na umetekeleza amri hii. Lakini pia unapomuomba Allah unakuwa umesalimika na kibri, sababu Allah anasema kama nilivyosoma aya iliyotangulia, waqala rabbukum, na alisema Mola wenyu, ud'uuni, niombeni mimi, astajib lakum, nitawaitikieni na nitawajibuni. Innal ladhina yastakbiruna, hakika wale wenye kibri, wenye kufanya kibri, ana ibadati, wakaacha kuniomba mimi, ambayo kuniomba ni ibada, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia moto wa jahannam wakiwa ni wadhalili. Qala al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, wa huwa ahadu a'immati al-mufassirin, akasema Imam Shawkani, na ni mmoja katika maimamu wa tafsiri ya Qur'an, akasema wal ayatu al-karimatu, na hii aya tukufu, dallat ala anna du'a min al-ibada, yaonesha ya kuwa dua ni katika ibada. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'uuhu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala alitukuka ameamrisha waja wake wamuombe. Thumma qala, kisha kasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ika wale ambao wanafanya kibri wakaacha ibada yangu, ambao ibada hapo inakusudiwa ni dua,
Fafada dhalika anna duaa ibadatun, kwa ikawa aya hii inaleta faida ya kuwa dua ni ibada. Wa anna tarka duai rabbi subhanahu wa ta'ala istikbarun, na kule kuacha kumuomba Allah mlezi hicho ni kibri. Faida nyingine ya dua ni kuwa dua ni sababu ya kumuondeshea Muislamu na hasira ya Allah. Faman lam yas'alillaha, yule ambaye hata muomba Allah, yaghdhabu alayhi, Allah atamkasirikia. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alisema kuwa mtume rehma na amani ziwe juu yake alisema, innahu man lam yas'alillaha yaghdhab alayhi, hakika yeyote ambaye hatamuomba Allah, Allah anamkasirikia. Fa hadha alhadith, kwa hivyo ndani ya hadithi hii dalilun, kuna dalili ala anna duaa min al-abdi li rabbih min ahammi alwajibati, yaonesha kuwa ile dua ambayo yatoka kwa mja akimuomba Mola wake ni miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu, miongoni mwa mambo ambayo ni ya muhimu sana na ni wajibu kwa mja. Ndio sababu akasema mmoja katika wanashairi wema, la tasalanna bunayya adama hajatan, usiombe katu kabisa mwanadamu haja yako na shida yako. Wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu, na muombe yule ambaye milango yake ya kukubali dua haifungwi wala haina pazia. Allahu yaghdabu in tarakta sualahu, Allah hukasirika utakapoacha kumwomba. Wa bunayya adama hina yusalu yaghdabu, na mwanadamu kwa kawaida akiombwa hukasirika. Kwa Allah ni tofauti na ni kinyume na mwanadamu kabisa. Miongoni pia mwa fadhila na faida ya dua, ad-du'a salamatun min al-ajzi wa dalilun ala al-qiyasati, dua inamsalimisha mtu na kumepusha mtu na ajizi, na kisha inamfanya mtu awe yuko timamu kabisa kiakili. Hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa pia na Imam al-Bukhari katika Adab al-Mufrad, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, abkhalun nasi, mtu ambaye ni bakhili kuliko watu wote, man bakhila bisalami, ni yule atakayekuwa bakhili kwa kumtolea mwenzake salamu, kumwambia mwenzako asalamu alaykum wa rahmatullah, hiyo tu peke yake unashindwa, utakuwa ni bakhili kupindukia. Kisha Mtume akasema, wa inna a'jaza an-nasi, na hakika mtu ambaye ameshindwa kuliko wote walioshindwa, man ajaza ani dua, ni yule atakayeshindwa kuomba dua akawa haombi dua. Miongoni mwa faida za dua, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa yule atakayeomba dua atakuwa Allah nampa dhamana. Hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, mtume alisema, ma min muslimin, hamna muislamu yeyote, yad'u, atakayeomba, laysa biithmin, na kawa dua yake si kuomba kitu ambacho ni maasiya kitamsababishia madhambi, wala biqati'ati rahimin, wala haombi kukata kizazi, yani haombei familia yake ubaya, illa isipokuwa a'tahu Allahu ihda thalathin, Allah humuomba moja kati ya matatu, Allah humpa moja kati ya matatu baada ya kuomba. Imma an yuajjila lahu da'watahu, imma Allah subhanahu wa ta'ala amharakishie majibu yake, alichoomba apewe kwa haraka. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, na imma huenda Allah ulichokiomba asikupe hapa duniani, lakini akakuhifadhia na akakupa kesho akhera. Na mara nyingi huwa hivyo ikiwa Allah kwa kuwa yeye ndiye anajua zaidi kuliko sisi, akawa anajua kuwa kile unachoomba lau kama atakupa kina madhara kwako, sasa hapo huwa Allah hakupi.
lakini atakuwekea ulichoomba na kisha atakupa akhera. Na hili jambo hutokea wakati mwingine kwa mwanadamu kwa sababu ya kuwa hatujui kile tunachoomba, madhara yaliyomo ndani na maslaha yaliyomo ndani. Unaomba tu, lakini kumbe unachoomba kina madhara makubwa kwako wewe. Unaweza kuwa unatamani Allah kujalie mtoto, na kumbe huyo mtoto atakuwa ni mtoto atakaye kusumbua sana katika maisha, hata akawa labda atakuwa sababu ya kifo chako na madhara makubwa katika maisha yako. Bali hata mtoto anaweza kuwa sababu ya babake kuritadi na hata kukufuru. Kisa cha Khidr ni dalili tosha kwa hilo. Khidr alipokuwa na Musa, alipita mahala akapata vijana wanacheza, akachukua kijana mmoja na akamuua. Musa akasema, akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, unaua nafsi ambayo ni innocent kabisa, haina makosa, tena unaua nafsi ambayo haina hatia, kwa kuwa si eti ni kisasi unalipiza kwa yeye labda ameua sasa unamlipizia. Hapana, mbona wafanya hivyo? Umefanya kitu ambacho ni baya zaidi. Lakini baadaye Khidr alikuja kumwambia ya kuwa yule mtoto nilimuua kwa nini? Akamwambia, amma alghulamu fakana abawahu mu'minaini, ama yule kijana niliyemuua wazazi wake walikuwa ni wacha Mungu waumini. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, tukahofia kwa kuwa Allah alijua kuwa huyu kijana akija kuwa mkubwa atawasababishia wazazi wake wawe ni watu waovu na hata wawe makafiri. Sasa Allah kwa kumkinga yule baba zao, kwa kukinga wale baba yule mtoto, baba na mama, wasije wakawa ni waovu kwa ajili ya mtoto, wasije wakaingia katika kufuru kwa ajili ya mtoto, ndio Khidri Allah akampa wahi ya kuwa amuue yule mtoto ili iwe ni salama kwa wazazi wake. Hilo njama ambalo kwa kuwa Allah anajua na akaambia Khidr likafanyika. Lakini ni mangapi ambayo kwa sababu ya kutofanyika hivyo mtu anakuwa na mtoto wake akimpenda mpaka anakuwa mkubwa, lakini baada ya hapo anatamani hata afadhali mtoto hangelimzaa. Vile mtoto anasumbua kabisa katika maisha yake, kila siku ni kesi, kila siku ni balaa, na mtoto hana mwelekeo wa dini kabisa. Kile ambacho ni cha dini ana khalifu, balaa kabisa katika mtaa, balaa kabisa katika familia, balaa kabisa, hata hana amani kabisa mzazi kwake nyumbani na katika maisha yake kwa sababu yule mtoto, kiasi cha kuwa ni kwa sababu ya kutojua. Kwa unapata kuwa kuna wakati Allah anapojua hali kama hiyo inaweza katokea, na akawa anampenda mja wake, anamnyima kila alichoomba ili kiwe ni maslahi kwake kwa kukosa, lakini badala yake atampa siku ya kiyama. Aina tatu, Mtume anasema ya kuwa wa imma an yadfa anhu min as-su'i mithlaha, na imma uenda ukamwomba Allah jambo la khairi, lakini kuna jambo la shari ambalo lilikuwa likupate. Sasa Allah akakuepushia lile la shari, ikawa ni badala ya lile la khairi ambalo ulikuwa umeomba. Mtume akasema, idhan, kwa hivyo nukthiru, kwa hivyo yatakiwa tukithirishe zaidi kuomba dua. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hauwezi kuomba dua na ukatoka patupu. Ima utapewa moja kwa moja tena kwa haraka, ama utacheleweshewa na kisha upewe ima hapa duniani ama kesho akhera, ama la sivyo unaweza ukaepushiwa na ubaya ambao ulikuwa ukupate, lakini ikawa sababu labda ni kile unachoomba ikawa ndio kinafidia, inakuwa ni kama kafara ya ule ubaya usikupate, inaisha hivyo. Dua ni moja katika sababu za kumwepushia Muislamu na balaa katika maisha yake. Hadithi iliyopokewa na Salman radhiyallahu anhu qala, alisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume rehma na amani ziji yake, la yaruddu alqadaa illa ad-duaa wala yazidu fil umri illa albirru. Mtume anasema la yaruddu alqadaa, Allah ashakadiria kitakachofanyika na ashapanga na ashahukumu kwa kifanyike. Sasa Mtume anasema kuwa hakuna kinachoregesha na kubadilisha alichopanga Allah na kawa ashapitisha kifanyike isipokuwa ni dua. Kwa unaweza ukawa mpangiwa jambo ambalo lingekuwa ni madhara kwako na ni shari kwako na ni maafa kwako, lakini kwa sababu ya kuomba dua ikawa sababu ya Allah kukubadilishia
badala ya kupata madhara ukapata manufaa. Mtume akasema hakuna kinachoregesha ile qadha na qadari ya Allah isipokuwa dua, na hakuna kinachozidisha katika umri wa mtu isipokuwa kufanya wema. Naam. Miongoni mwa mambo ambayo yanampasa Muislamu ayafanye na tilio muhimu katika dua, kwanza kabisa anatakiwa anapoanza kuomba dua ambayo ni muhimu sana Muislamu kila wakati amuombe Allah, ni kumuomba Allah hidayah. Kumuomba Allah hidayah, ani Allah kuongoze uweze kufuata njia sawa katika Uislamu. Ndio sababu utapata Allah amefanya kuwa hiyo ni moja katika dua ambayo ni lazima, usipoomba dua hiyo swala yako haiswihi. Katika suratul Fatiha, unapoisoma suratul Fatiha unaomba dua ukisemaje? Unasema ihdina siratal mustaqim, Allah tuongoze njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale uliowaneemesha, ambao ni manabii na wale wa kweli na wale mashahidi na wale wema. Kwa hivyo unamwomba Allah hidayah, akuongoze njia ya sawa, kuonesha kweli ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Lakini pia miongoni mwa dua njema ambazo atakiwa Muislamu ajitahidi sana kumwomba Allah ni kumwomba Allah maghfirah, kumwomba Allah maghfirah. Kwa hivyo Ali, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha akasema, amara aliyan bisual Allahi alhuda, Mtume alimwamrisha Ali kumuomba Allah uongofu, bisuali llahi alhuda, faqala qul allahumma inni as'aluka alhuda wassadada. Na pia katika dua ambazo Mtume amefundisha Al-Hasan ibn Ali, mtoto wa Ali, Mtume alifundisha aombe katika kunut, dua ambayo sisi pia huwa tunaiomba. Akamwambia aseme Allahumma hdini fi man hadaita, Allah niongoze kati ya wale uliowaongoza. Ni kuonesha umuhimu wa dua ya uongofu. Ama kuhusu umuhimu wa dua ya maghfira, hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Anas alimsikia Mtume rehma na amani ziji yake akisema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ewe mwanadamu, kila utakaponiomba na uwe una matarajio kutoka kwangu, ghafartu laka, nitakusamehe wewe, ala ma kana fika, kwa yote ambayo yalikuwa kwako makosa, wala ubali, na wala sijali. Kisha Allah anasema ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau balaghat dhunubuka, lau madhambi yako yatafikia kwa wingi wake, anana sama, kilele cha mbingu, ani mengi mpaka yakawa yamejaa mpaka mbinguni huko, thumma astaghfartani, kisha ukaniomba msamaha, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe na wala sijali. Ya ibn Adam, Allah anasema ewe mwanadamu, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, hakika lau utakutana na mimi siku ya kiyama ukiwa na madhambi mfano wa ardhi yote, madhambi matupu, thumma laqitani, kisha ukafufuliwa ukaja kwangu mimi siku ya kiyama ukiwa la tushriku bi shay'an, haujawahi kunishirikisha na chochote, haukufa ukiwa na dhambi la shirki, la ataituka biqurabiha maghfira, ningelikupokea kwa mfano wake wa maghfira. Miongoni mwa dua ambazo ni muhimu kwa mwanadamu anapoomba aombe Allah ni sualullahi aljanna wal isti'adhati minan nar, ni kumuomba Allah pepo na kumuomba Allah mwepushe na moto.
hadithi iliyopokewa na Anas, Mtume alisema man sa'ala Allah aljannata 3 maratin, yeyote muislamu atakayemuomba Allah pepo mara 3, ukasema Allahumma inni as'aluka aljannata, Allahumma inni as'aluka aljannata, Allahumma inni as'aluka aljannata, ama ukasema Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, mara 3 hivyo ukasema. Qala aljanna, huwa pepo inaongea ikasema Allahumma adkhilhu aljanna, Allah muingize mja wako huyo peponi. Wa man istajara minan nari 3 maratin, na atakayemwomba Allah mwepushe na moto mara 3, qalatin naru, moto husema Allahumma ajirhu minan nar, Allah mwepushe mja wako huyo na moto. Miongoni mwa mambo ambayo pia ni muhimu Muislamu kuomba katika dua yake ni kumuomba Allah akujalie afya njema hapa duniani na kesho akhera. Unasema Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Hadithi iliyopokewa na Abbas ibn Abdul Muttalib, qala, alisema qultu, Abbas ni ami yake Mtume, anasema kuwa alisema ya Rasulullah, Mtume wa Allah, alimni shay'an as'alu Allah bihi, nifundishe kitu ambacho nitamuomba Allah kitu hicho. Faqala, Mtume akasema ya Abbas, Abbas, salillaha al-afiyata, muombe Allah afya. Thumma makatha, anasema Abbas, thumma makathtu 3, kisha nikakaa kwa muda wa siku 3. Thumma jitu, kisha tena nikarejea kwa Mtume. Faqultu, nikasema alimni shay'an as'alu Allah bihi, niombe nifundishe kitu ambacho nitamuomba Allah kitu hicho ya Rasulullah, Mtume Allah. Faqala li, akasema kuniambia mimi, huyo ni Mtume anaongea, ya Abbas, ewe Abbas, ya ammi Rasulillah, ewe ammi yake Mtume, salillaha al-afiya fi dunya wal akhirah, muombe Allah afya duniani na akhera. Hani kuonesha umuhimu wa Muislamu kuomba afya. Mwanadamu huwa hajui neema kubwa ya afya mpaka pale atakapokuwa amekosa neema hiyo, ndipo atapata kujua ya kwa kumbe hakuna kitu cha thamani ambacho alikuwa nacho, lakini alikuwa hajui kama neema ya afya njema, kama neema ya afya njema. Mwanadamu akikosa afya, hani maisha yote yanambalikia. Hata kitu ambacho kilikuwa ni kitamu kwao kinakuwa ni kichungu, kitu ambacho kilikuwa ni kizuri kwao kinakuwa si kizuri, ule uzuri unaondoka sababu ya maumivu unayosikia ya maradhi na kukosa afya. Bali maradhi na hata afya ukikosa inakufanya mpaka mambo uliokuwa unaweza kuyafanya unashindwa. Sasa ulikuwa unaweza kujifanyia mambo yako, inabidi unafanyiwa. Ulikuwa unaweza ukajihudumikia, inabidi sasa unaanza kusaidiwa na kuhudumikiwa na watu, jambo ambalo lamtia kabisa mwanadamu unyonge, lamtia unyonge. Lakini Muislamu na hata mwanadamu yote anapokosa afya, kwa hakika ile afya inamfanya mpaka hata anakosa raha katika maisha na utulivu katika maisha na amani kabisa inakosa katika maisha. Kwa hivyo kuna umuhimu sana Muislamu kuomba afya. Lakini miongoni mwa mambo ambayo pia ni muhimu Muislamu anapoomba aombe, sualullahi thabata, ni kumuomba Allah akupe thabati. Thabati maana yake ni istiqama. Istiqama maana yake ni msimamo wa sawasawa katika dini. Si eti sasa wewe ni Muislamu, mara ghafla mtu anakukuta kuwa tena wewe si Muislamu. Sasa hii unapata kuwa Allah amekujalia unaswali, mara ghafla unapata kuwa hauswali tena. Mara Allah amekujalia unafunga, unashtukia kuwa tena nini haufungi baadaye. Allah amekujalia umepuka maasi, mara unajikuta kwa nini yale maasi unafanya bila kujali. Ani Allah akupe msimamo katika dini na mwelekeo sawa. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ilipokewa na Ummu Salama, Ummu Salama anasema endama suilat, Ummu Salama alipoulizwa an akthari duaihi, kuhusu dua yake
ambaye alikuwa akiomba sana, idha kana indaha, ambayo mtume alikuwa akiwa kwake anamsikia mtume akiomba sana dua hiyo, ilikuwa ni dua gani? Qala tumsalama, akasema kana aktharu duaihi, ilikuwa dua ya mtume ambayo mtume anaomba sana, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Mtume alikuwa akiomba akisema, Allah mwenye kugeuza nyoyo, bakisha moyo wako uwe imara kabisa katika dini yako ya haki. Hii ni kuonesha vipi kuna umuhimu wa Muislamu kumwomba Allah thabat, istiqama. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakia ayape kipaumbele anapoomba dua ni kumwomba Allah ile neema ambayo Allah amemneemesha nayo iwe ni neema ya kudumu. Hakuna hali ngumu ambayo umpata mwanadamu kama kuwa na neema kisha uikose. Hapo utajua kuwa kumbe ilikuwa neema. Wakati ulikuwa nayo ulikuwa hutambui uzuri wa neema hiyo. Kwa hiyo unamwomba Allah adumishe neema ambayo unayo, na unamwomba Allah akuepushie sababu yote ya kuondoa hiyo neema. Afadhali mtu awe ni maskini, awe ni fakiri, kisha baadaye ndio aje awe tajiri, kuliko mtu sasa alikuwa ni tajiri alafu aje filisiki, arudi kuwa ni maskini mpaka awe maskini kabisa, fakiri. Yani anapata dhiki ambayo haje kupitia, na ni wachache ambao wanavumilia. Hata wengine unapata kuwa wanaweza hata wakajua kwa zile pressure ambazo anakuwa nazo na stress ambazo anakuwa nazo. Lakini hata kuna wengine watatumia kila aina njia ili ajiregeshe katika ile hali aliyokuwa nayo, licha ya kuwa nini, Allah ameamua kuwa haregei hapo. Kwa unaweza kupata Allah alimnemesha mja wake, kisha Allah kaja akachukua ile neema ya mali. Huyo mja ataenda kwa waganga, ataenda kwa wapiga ramli, ataenda kwa waganguzi, ataenda kwa mashekhe muombe, ataenda kwa kila mtu, hajali njia mbaya njia nzuri, achanganya kila kitu. Lakini Allah ameamua kwa nini? Ni mtihani huo, ni mtihani. Kwa hivyo ni kumwomba Allah mtihani huo akuepushie. Abdullah ibn Umar anasema kana min duai rasul, ilikuwa miongoni mwa dua za mtume. Mtume alikuwa anaomba Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika, Allah nakuomba uniepushie na kuondokewa na neema yako, wa tahawuli afiyatika, na Allah nakuomba uniepushie afya nilionayo inibadilikie niwe tena sina afya, wa fujaati niqmatika, na kisha namwomba Allah nakuomba usinijalie nikawa ni mwenye kupata balaa kwa ghafla, msiba ukanipata kwa ghafla, ikawa hata sikujipanga ama sikutarajia, mfano kama kifo. Wakati mwingine unaweza ukawa Allah amekujalia una baadhi ya mambo ambayo ni siri kwako, na ukifa mambo hayo huenda hata familia zako na jamaa zako wasijue, na ghafla ukafa. Wewe inaenda hivyo. Ndio sababu hata kuna wakati benki huwa zinaeleza ya kuwa kuna pesa nyingi zimekwama huko za watu ambao hawajulikani. Na hao watu sisi hawajulikani, wanajulikana kwa sababu kwa nini? Alienda akaweka pesa kwenye benki na akaandika jina lake hapo, lakini sasa kumbe yule mtu alikufa, na ilikuwa ni siri yake kuwa ameweka pesa hapo, jamaa zake hawajui. Sasa hizo pesa si kwa kweli jamaa zake hawapo, wapo, lakini sasa hakuna anayeenda kuzitoa ama kuziomba, si yule mwenyewe wala si wale jamaa zake. Yule mwenyewe hawezi kuomba kwa sababu hayupo. Hasa jamaa zake nao hawaendi kuomba kwa sababu ya kuwa hawajui, na benki kwa vile si kazi yao kutafuta mwenye ameweka pesa hapo. Ukishika pesa, hao wanajua pesa ziko hapo, kazi yao ni kuzitumia wapate faida. Sasa utakuja kuchukua sawa, usipokuja wanaendelea kuzitumia. Sasa wanangoja uje, hauji. Jamaa zako pia wanatakiwa waje, hawajui, inabidi pesa zinabakia hivyo. Na ni kweli kuna pesa nyingi. Kuna wakati walitangaza ikawa ni mabilioni kwa mabilioni, wakawa wanachapisha kwa magazeti, sijui kama mpaka sasa wanachapisha ya kuwa nini, kama kuna watu. Kwa hivyo wanachapisha wale wenye pesa hizo. Kwa hivyo ukiwa ni jamaa yake, angalau uende claim. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo kama haya, ya kuwa mtu amepatwa na nini, kifo cha ghafla. Naona muda umeyoyoma, saa 8 imefika. Kwa hivyo natarajia inshallah
tumalizie kwa hapa. Allah kitujalia, wiki ijayo siku ya Alhamisi tutaendelea insha Allah taala na mada hii ya dua. Kwa tutakuja kueleza kuhusu masharti ya kujibiwa dua na pia mambo ambayo yanamzuia mpaka mtu akiomba dua asijibiwe, mambo gani hayo, ili tujiepushe nayo, ili tukiomba dua tuitikiwe. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kati ya wenye kusikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa jazakumullahu khairan.